Hapa tuna tatizo dogo ambalo ninyi wa Tanzania mkilifanyia kazi tutalimaliza vizuri na tutapata katiba mpya. Tuna tatizo la maslahi binafsi. Kuna watu wanataka serikali mbili. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ina mambo ya muungano, ina mambo yote ya Tanganyika, na rais wamemtwisha mzigo mkubwa, aanze kuteua wakurugenzi wa wizara, ateue wakuu wa wilaya, ateue wakuu wa mikoa, ateue wakurugenzi wote wa halmashauri, ateue wenye viti wa makampuni. Sasa kuna watu wamejificha kwenye maslahi hayo. Katika vikao vya ndani wako viongozi walituambia wanataka serikali 3, lakini viongozi hao nikiwatazama nje wanasema serikali 2. Sasa najiuliza sasa nichukue ile ya ndani ama nichukue hii ya nje? Na sio wadogo. Wako viongozi walisema huu muundo wa serikali 2 umejaa unafiki. Tuna mamlaka 3 tayari: mamlaka ya Jamhuri ya Muungano, mamlaka Zanzibar, mamlaka Tanzania Bara. Hii inayoitwa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa haivuki bahari kwenda Zanzibar. Tunachopendekeza hiyo sasa kikatiba ifanywe ni serikali ya Tanganyika kwa utaratibu wa kikatiba ambao Watanganyika watakuwa wamekubaliana. Muundo muafaka ambao ni wa sasa na miaka zaidi ya 50 ijayo ni muundo wa shirikisho lenye mamlaka kamili, linatuachia nchi moja na lenye serikali 3. Haiwezekani watu wazima mkapuuza mambo nayokwenda kuyasema. Haiwezekani. Maoni yaliyoletwa kutoka kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hiyo ndio serikali. Wale wengine wanachaguliwa miaka 5 wanakwenda na kurudi. Wanaweza akaja watu wapya, lakini government of the day ile inawahudumia viongozi, hiyo inabaki, wanastaafu miaka 60. Kamati hiyo inataka serikali 3 na inataka mambo ya muungano yapunguzwe. Ofisi ya waziri mkuu ndio hiyo inashughulika na mambo ya Tanzania Bara kwa maana ya ofisi yenyewe, lakini pia kwa maana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Halmashauri zote ziko huko. Hao nao wale ambao wanakaa kila siku mpaka wastaafu miaka 60, sio wanayekuja na kuondoka. Kwenye maoni yao wanataka serikali 3. Ofisi iliyopewa dhamana ya kutusaidia kuuimarisha na kuujenga muungano wetu siku kwa siku iko chini ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa rais anakuja anakwenda. Wako watu wataondoka baada ya miaka 60. Kila siku wapo, ndio wanahangaika na kero hizi, ndio wanabishana kila siku kuhusu namna ya kuimarisha muungano. Wakaambiwa, na ninyi mtuambie mnauonaje huu muungano, mtusaidie. Wakasema tunataka 3. Kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambao wengi wao mambo wanayoshughulika nayo sio mambo ya muungano, ni mambo ya Tanzania Bara. Katika maoni yao kuja tume, na mnisamehe, wanataka serikali 2 na tuongeze mambo ya muungano. Hivi tunaendelea kuwa na nchi moja hapo? Sasa watu wazima mkiona hivyo mnatakiwa kujiuliza mara 2. Pointi ya mwisho kabisa niseme kwenye katiba inayotumika sasa ya mwaka 77 toleo la mwaka 2005 inasema katika ibara ya 133 kutakuwepo na akaunti ya pamoja ya fedha, ambapo humo kutawekwa fedha zitakazochangwa na serikali 2 kwa ajili ya matumizi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Haijaundwa hiyo, miaka nenda rudi. Unajua kwa nini? Ukishakuwa na Zanzibar wana hazina yao, ukishakuwa na hazina ya Jamhuri ya Muungano kwa maana ya mfuko, utahitaji kuwa na mfuko mwingine. Unaweza kupeka picha ya kikapu au mfuko wa suruali au sketi ambao unatakiwa utumike kwa upande wa Tanzania Bara. Una mamlaka ngapi za fedha? Nawashukuru sana. Halmashauri ateue wenye viti wa makampuni. Sasa kuna watu wamejificha kwenye maslahi hayo. Katika vikao vya ndani wako viongozi walituambia wanataka serikali 3, lakini viongozi hao nikiwatazama nje wanasema serikali 2.
Sasa najiuliza sasa nichukue ile ya ndani ama nichukue hii ya nje? Na sio wadogo. Wako viongozi walisema huu muundo wa serikali mbili umejaa unafiki. Tuna mamlaka tatu tayari: mamlaka ya Jamhuri ya Muungano, mamlaka Zanzibar, mamlaka Tanzania Bara. Hii inayoitwa ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa haivuki bahari kwenda Zanzibar. Tunachopendekeza hiyo sasa kikatiba ifanywe ni serikali ya Tanganyika kwa utaratibu wa kikatiba ambao Watanganyika watakuwa wamekubaliana. Muundo muafaka ambao ni wa sasa na miaka zaidi ya 50 ijayo ni muundo wa shirikisho lenye mamlaka kamili, linatuachia nchi moja na lenye serikali tatu. Haiwezekani watu wazima mkapuuza mambo unayokwenda kuyasema. Haiwezekani. Maoni yaliyoletwa kutoka kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hiyo ndio serikali. Wale wengine wanachaguliwa miaka 5 wanakwenda na kurudi. Wanaweza akaja watu wapya, lakini government of the day ile inawahudumia viongozi, hiyo inabaki, wanastaafu miaka 60. Kamati hiyo inataka serikali tatu na inataka mambo ya muungano yapunguzwe. Ofisi ya Waziri Mkuu ndio hiyo inashughulika na mambo ya Tanzania Bara kwa maana ya ofisi yenyewe, lakini pia kwa maana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Halmashauri zote ziko huko. Hao nao wale ambao wanakaa kila siku mpaka wastaafu miaka 60, sio wanayekuja na kuondoka. Kwenye maoni yao wanataka serikali tatu. Ofisi iliyopewa dhamana ya kutusaidia kuuimarisha na kuujenga muungano wetu siku kwa siku iko chini ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa rais anakuja anakwenda. Wako watu wataondoka baada ya miaka 60. Kila siku wapo, ndio wanahangaika na kero hizi, ndio wanabishana kila siku kuhusu namna ya kuimarisha muungano. Wakaambiwa, na ninyi mtuambie mnauonaje huu muungano, mtusaidie. Wakasema tunataka tatu. Kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambao wengi wao mambo wanayoshughulika nayo sio mambo ya muungano, ni mambo ya Tanzania Bara. Katika maoni yao kuja tume, na mnisamehe, wanataka serikali mbili na tuongeze mambo ya muungano. Hivi tunaendelea kuwa na nchi moja hapo? Sasa watu wazima mkiona hivyo mnatakiwa kujiuliza mara mbili. Pointi ya mwisho kabisa niseme kwenye katiba inayotumika sasa ya mwaka 77 toleo la mwaka 2005 inasema katika ibara ya 133 kutakuwepo na akaunti ya pamoja ya fedha, ambapo humo kutawekwa fedha zitakazochangwa na serikali mbili kwa ajili ya matumizi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Haijaundwa hiyo, miaka nenda rudi. Unajua kwa nini? Ukishakuwa na Zanzibar wana hazina yao, ukishakuwa na hazina ya Jamhuri ya Muungano kwa maana ya mfuko, utahitaji kuwa na mfuko mwingine. Unaweza kupeka picha ya kikapu au mfuko wa suruali au sketi ambao unatakiwa utumike kwa upande wa Tanzania Bara. Una mamlaka ngapi za fedha? Nawashukuru sana.